Asanteni sana walipa kodi wa Tanzania kwa kazi kubwa mnayoifanya kulipa kodi kwa nchi yetu, kulipa kodi kwa maendeleo ya nchi yetu. Sisi wananchi ndio wajenga nchi, lazima tuunge mkono hizi juhudi za serikali katika kutatua matatizo ya wananchi, katika kuleta maendeleo katika nchi. Kwa hiyo juhudi tunayotakiwa tufanye ni kwamba sote tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunalipa kodi na serikali inapata mapato ya kutosha. Kipindi cha nyuma kidogo vijana walikuwa na ndoto kubwa ya kwenda Ulaya, sababu kule mambo mazuri, maisha mazuri. Ni bora tukuwepo hapa tufanye kazi, tulipe kodi ili tutengeneze nchi yetu nayo iwe nzuri kuliko hizo Ulaya. Hizo Ulaya zimetengenezwa kwa sababu ya kodi za wananchi wao. Kwa hiyo tukilipa kodi kwetu na sisi tutajengia serikali uwezo wa kuleta maendeleo na kufanya nchi yetu nzuri kama hiyo Ulaya au kuliko hiyo Ulaya. Umesikia zile pesa zilizokusanywa pale kwa Tanzania nzima. Tumefanya mambo gani? Tumejenga madarasa mengi sana na mashule mengi na hospitali mengi. Ushuru wa forodha na mizigo inatoka nje. Idara ya forodha tumeweza kufikia malengo tuliyopangiwa na serikali. Idara ya kodi za ndani hatujaweza kufikia. Lakini kwa ujumla kama Pemba tumeweza kufikia. Tujipongezeni na tuendelee kushirikiana zaidi, hasa katika kulipa hizi kodi za sasa ndo kama zinavyoitwa kodi za ndani. Unajua kwa nini tunatakiwa tulipe kodi za ndani? Kodi za ndani hasa ndo zinazochochea ukuaji wa uchumi wa nchi. Kwa sababu gani? Kodi za forodha ni lazima ulete mzigo kutoka nje ili ulipe ushuru wa forodha. Sasa ile kiuchumi haitakiwi. Kiuchumi inatakiwa nchi ili iweze kujitegemea, iwe na mapato yake ya ndani. Yaani forodha iwe sisi hatuleti mizigo kutoka nje. Sisi tunatakiwa tusafirishe mizigo kutoka ndani tuuze nje za nchi. Sijui tunaelewana? Yeah. Hayo mambo ya kiuchumi. Tunatakiwa tu export zaidi kuliko tunavyo import. Yaani tunatakiwa tuuze nje zaidi kuliko tunavyonunua sisi kutoka nje kuleta kwetu. Maana tukinunua nje kutoka kwetu maana yake tunawatajirisha nani? Tunawatajirisha wale tunaoenda kununua kwao. Kwa hiyo tujitahidi pia kulipa kodi za ndani ili tuimarishe uchumi wetu ndani ya nchi. Na sisi sasa baadaye tuweze kuuza nje ya nchi. Ili forodha watusaidie sasa kusafirisha mizigo yetu kwa urahisi, sio tena kukusanya kodi kwamba wachukue mzigo sehemu halafu ulete utoze kodi. Lakini hayo yatawezekana tukiwa tutashirikiana kwa pamoja, wafanyabiashara, wafanyakazi pamoja na viongozi wa serikali ili kuweza kufanikisha kuleta maendeleo katika nchi yetu. Naamini kwa pamoja tunaweza. Fupi ya kupongeza wafanyabiashara kwa kuchangia katika ulipaji wa kodi kama meneja wakuu alivyosema. Kwa hiyo tumewaita tu ghafla, lakini wamefika kwa wakati, na kama mnavyoona hapa tumeandaa kwa ghafla, lakini Mungu amesaidia tumemaliza salama. Tunawashukuru wote kwa kufika na kwa kutii wito. Mtusamee pale kulipo na mapungufu, tunaomba mtusamee. Watu wa ZRA pale naona hivi vinywaji vya kopo vile tumevikosa PSG kidogo, lakini tusamehane kwa hilo kidogo. Na pia tunatarajia kuwatembelea wafanyabiashara, basi mtupe support huko tutakapofika huko mitaani. Kwa mwaka huu wa fedha kama mnavyoona kamishna kusisitiza tujitahidi angalau tupate kile chochote kutoka kwenu kitatusaidia na mwashawishi watu kwa kweli. Kodi si laana, hata Qur'ani inasema kodi ni sadaka. Kodi ni kama sadaka kabisa. Mwenyezi Mungu anaitambua kama ni moja wapo. Hata hapa naona mwenyekiti wa bodi ametamka kabisa kwamba kuna uwezekano wafanyabiashara tukakaa na watoza ushuru tukala pamoja.